Wapendwa, tunaendelea na sababu zinazosababisha ndoa nyingi kuvunjika. Tupo sababu ya 5 leo hii inayosababisha ndoa kuvunjika au kuwa na misukosuko. Sababu ya 5 inayopelekea ndoa kuvunjika na kuwa na misukosuko ni tatizo zima la uvivu wa kazi, uvivu wa kufikiria. Ndoa nyingi zinaingia katika misukosuko, zinaingia katika matatizo kutokana na tatizo la uvivu wa kazi. Mtu unaoa unakuwa mvivu, hutaki kufanya kazi. Kama hutaki kufanya kazi, ina maana kwamba utashindwa kumlisha mke wako. Huo ndio mwanzo wa maskini. Ukishakuwa maskini utashindwa kumudu familia yako. Kwa hivyo uvivu wa kazi ni sababu moja wapo inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika, ndoa nyingi kuwa katika matata. Ndoa nyingi sababu uvivu. Uvivu ndio sababu kubwa kabisa. Watu wengi wanakuwa wamejawa na uvivu. Ukifanya kazi kwa bidii unakuwa na uchumi mzuri zaidi. Ukishakuwa na uchumi mzuri zaidi, basi unakuwa unaweza kujiendeleza vizuri katika kipato chako. Lakini kama unakuwa mvivu, inakuwa tatizo kubwa kuweza kuinua uchumi wako. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Tunapaswa kufanya kazi kwa bidii. Tunapofanya kazi kwa bidii, basi tunaweza tukainua uchumi. Lakini sababu nyingine pia inayosaidia kuvuka hiyo ni tatizo la kuweza kuwa na uvivu wa kufikiria. Tatizo la uvivu ni kubwa sana. Najua unapokuwa umeoa mke, halafu unakuwa ni mvivu, hutaki kufanya kazi, maana yake hutakuwa kiuchumi. Na usipokuwa kiuchumi, moja kwa moja utashindwa kuimudu familia yako. Ukishashindwa kuimudu familia yako, basi tatizo litaleta mgogoro, kwa mgogoro katika ndoa yako. Mpendwa katika Kristo, jitahidi sana. Kama ni kijana, fanya kazi sana, fanya kazi unaweza kuinua uchumi wako. Lakini pia kuna kila ingine ni uvivu wa kufikiria. Inabidi kujiepusha na uvivu wa kufikiria. Daima kijana anapoingia kwenye ndoa ajitahidi kufikiria katika namna sahihi. Unapofikiria katika namna sahihi, utaweza kufanya kazi vizuri na utaweza kuwa na manufaa. Tabia ya uvivu wa kufikiria inaangusha familia nyingi sana. Kama baba unakurupuka, unakuwa mwizi, basi pia ni shida ya uvivu kufikiria. Hapa Tanzania sehemu nyingi sana pana rasilimali za kutosha. Watu wengi pia wanaweza kulima, wanaweza kufanya biashara, pia unaweza kukopa, hata kukopa hela kwenye SACCOS ukafanya biashara. Endapo unakuwa sio mvivu wa kufikiria. Kumbe inabidi pia kujiepusha na uvivu wa kufikiria. Basi hizo ni sababu 5 ambazo zinasababisha ndoa nyingi kuvunjika. Nakumbusha tu, sababu ya kwanza inayosababisha ndoa nyingi kuvunjika ilikuwa inasema kwamba ndoa kufungwa katika msingi wa mchanga ambao msingi sio thabiti. Nafunga katika ndoa ambao sio upendo thabiti. Na sababu ya pili inasababisha ndoa nyingi kuvunjika, sema kwamba ni kutozingatia yaliyopeleka katika ndoa. Mmoja unaingia katika ndoa unakuwa hutaki kuwajibika. Unakuwa hutaki kuwajibika, hutaki kumheshimu mume wako, hutaki kumpenda mke wako, hutaki kumhudumia mke wako. Unakuwa pia uko tayari kuongeza taifa la Mungu. Uko tayari unamnyima mume wako tendo la ndoa, inakuwa ni tatizo. Hiyo pia ni tatizo. Na sababu ya 4 nikasema kwamba ya 3 ni kutozingatia yanayodai au kutokuzingatia kukuta kwa upendo katika ndoa. Sababu ya 4 kosa uaminifu. Na ya 5 nimesema ni uvivu wa kufikiria na uvivu wa kufanya kazi. Basi nawatakia wanandoa wote muweze kuwa na mafanikio katika maisha yenu. Najua itasaidia katika kujenga ndoa zenu na kuzalisha watoto ambao wanaendeleza wito wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.